Itukuze damu ya Kristo. Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Radio Mwangaza, tusikilize ujumbe na tafakari ya leo Mtakatifu Gaspari tarehe 28 Januari. Katika kuwa na hamu ya Mungu na kwa kila maumivu ya ndani ambayo yanaweza kuwepo katika kuwa na uhakika wa uwepo wa Mungu, nguvu ya sala daima haipotei. Katika kuwa na hamu ya Mungu na kwa kila maumivu ya ndani ambayo yanaweza kuwepo katika kuwa na uhakika wa uwepo wa Mungu, nguvu ya sala daima haipotei. Leo Mtakatifu Gaspari anatukumbusha hasa juu ya hamu ya kuwa na Mungu, maumivu ya ndani na nguvu ya asili ya sala. Lakini katika mambo haya yote basi tujiulize kwamba hamu ya Mungu ni ipi? Maumivu ya ndani ni yapi? Lakini nguvu ya asili ya sala inatoka wapi? Hamu ya Mungu ni kiu ya ndani ambayo Mungu mwenyewe ameipanda ndani ya moyo wa mwanadamu. Ndiko kusema hali ya utakatifu ulioko ndani mwetu. Maumivu ya ndani ni hali ya kuwa na mashaka, mateso au hali ya kutomwona Mungu waziwazi, hata hali ya kuwa na muamini katika sala na matendo mema. Maumivu ya ndani huja kupitia changamoto, hasa zile ambazo kila siku tunazipitia. Inawezekana kweli tukawa ni watu wa sala, watu wa imani, lakini tukapitia hali ya maumivu ya ndani kutokana na mashaka na changamoto tunazozipitia. Nguvu ya asili ya sala. Mungu mwenyewe ndiye nguvu asili ya sala, na yeye ndiye chanzo kikuu cha sala zote, tukikumbuka kwamba Kristo mwenyewe alitufundisha kusali. Hivyo kwa kupitia sala ndiko hali ya utakatifu inabaki ndani mwetu, na kwa kupitia changamoto tunazozipitia tukisali, sala daima haipotei. Mtakatifu Gaspari anatufundisha kwamba tutapitia changamoto na magumu mengi, lakini tusichoke kusali, maana asili na nguvu ya sala hubaki daima kwa Mungu, kwa kuwa Mungu wetu ni mpole na mwaminifu. Ukirejea maandiko matakatifu, tunaona Yesu pamoja na kupitia magumu, hasa mateso ya utoto wake, changamoto ya maisha na utume wake, tunaambiwa kwamba hakukata tamaa, alidumu daima katika sala na kusema kwamba lakini yeye alikuwa akijiepusha, akaenda mahali palipo faragha na pasipo na watu. Hivyo tunapaswa kujishusha na kujidhili katika hali ya unyenyekevu wa sala, ambako Mungu mwenyewe huungana nasi kwa namna hii hata akaimwaga damu yake kwa ajili ya dhambi na kukombolewa kwetu. Basi tumwombe Mungu Roho Mtakatifu atufundishe na kutudumisha katika imani na nguvu ya sala, ili katika yote tunayoyaomba na kuyatamani tuyapate. Itukuzwe damu ya Kristo. Tafakari hii imeletwa nami Frateri Joseph Jonas Makia wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu.